Kumekucha na makucha yake asubuhi plani vitamu ilochangamka ndani ya jiji. Kuna familia hii hapa, inaonekana ina shughuli kidogo za haraka haraka. Binti yangu yuko wapi? Upande wa pili kuna binti mrembo huyu hapa. Katoto cha mama mzaa chema, mashallah, anaitwa Vaani. Leo ilikuwa ni siku yake ya kufunga ndoa na ile iliyokuwa nje ni familia yake. Baba, mama pamoja na mdogo wake wa kiume. Na hapa amekuja kufunga ndoa kwenye ofisi za kiserikali kwanza. Wapate cheti mengine afuate. Vaani alifungua kidari chake ambacho humo kaweka kumbukumbu za yeye na mume wake mtarajiwa. Huku akiendelea kuandika maneno matamu wakati wanamsubiri bwana harusi afike. Binti alikuwa ni mwandishi mzuri sana wa mashairi, alijaliwa kipaji hicho. Sasa muda unazidi kwenda, jamaa atokei, kimya tu muda wote. Mara kidogo binti anapokea simu. Hey Maeshi, uko wapi mpaka sasa? Wazazi wako na wangu wote wako hapa. Nisikilize kwanza, kuna jambo nahitaji nikueleze. Nipe airport hapa, naelekea San Francisco. Kuna mabosi naenda kukutana nao, ni mambo ya kibiashara kidogo. Oh, kumbe umepata promotion. I say, nafurahi sana kusikia hivyo. Ungeniambia mapema, sasa tubadilishe tarehe ya ndoa mpaka urudi. Okay, sawa, haina shida. Niambie unarudi lini? Vaani, nisikilize. Mimi siwezi kuja. Binti akashtuka. Siwezi funga ndoa na wewe Vaani. Nimepata mtu mwingine. Nilipanga nikwambie muda tu ila nilikuwa nashindwa. I say, na huku nje wazazi nao wanapewa taarifa hiyo. Vaani alishikwa na ganzi mwili mzima. Network kichwani ilipotea kidogo. Mama anamwangalia mwanawe hivi, binti chini alizima bana. Okay, miezi 6 baadaye binti anaonekana akiwa bado ni mtu wa stress sana yani. Mama alikuja. Mwanangu, mbona hujanywa chai mpaka sasa? Vitafuno vinapoa kule. Haya, kanywa ujiandae tutoke. Mama, mimi sitaki kwenda popote. Mama anamwambia, mwanangu, ni miezi 6 sasa imepita. Jaribu kusahau na uishi maisha yako, sawa? Fly kidogo basi, sawa binti yangu? Kikubwa unapumua binti yangu. Hujapoteza kitu, familia yako tuko pamoja na wewe siku zote. Jua hilo mwanangu, sawa? Basi mama alikuwa anajaribu tu kumweka binti yake sawa. Baadaye mzee naye alimchukua mwanae kumpeleka kwenye interview ya kazi alomtafutia, ambayo ni kazi ya uandishi wa habari, maana binti ana kipaji cha kuandika. Huku naye akiwa anampa usia kidogo. Mara inapita boda fulani hivi. Kuna muuni huyu hapa, anawasha zake fegi kisha katia gia mbele. Okay, binti alifikishwa mpaka kazini. Kamba viatu lifunguka, akainama kidogo kuifunga. Upande wa pili ule muuni naye alifika sehemu hiyo hiyo. Binti alikuwa anamshangaa tu muda wote. Mchizi alionekana ni msela, yani ile oi nganga. Sasa binti akaingia zake ndani na kusahau kidari chake pale nje. Mwamba akaamua achukue. Okay, binti yuko sasa kwenye interview, wanaangalia vyeti na CV zake pale na kumchallenge vimaswali kidogo. Mwisho akamwambia, tutakupa internship ya miezi 2 tuone utendaji kazi wako, then ndo tukuajiri. Vaani akakubali pale na kushukuru sana. Sasa kipindi anaondoka anakutana na msela mbele huyu hapa. Acheki na mtu minuno 26, akamrudishia dari yake, akamuita na jina lake. Binti akashukuru sana na kuuliza, na wewe je, unaitwa nani? Usijali, suni tutalijua jina langu. Litvi ndo nani hapa? Yes, mimi hapa. Jamaa akaanza toa kipondo pale kwenye ofisi za watu. Watu walijazana wengi huko wanarekodi. Mchizi bana alikuwa ni msanii na ana kundi lake. Sasa huyu mwandishi wa habari aliandika habari za kipuuzi na kutoa sifa kwa wenzake wengine. Yeye jina lake hajatajwa, wakati ndo alifanya kazi kubwa. Siku nyingine ukiona sura yangu, ujue kifo kinafuata. Naitwa Krish Kapoor, usilisahau jina. Naitwa nani? Krish Kapoor mheshimiwa. Dadeki, jamani mtata kinoma yani. Kipindi anaondoka, na wewe unajua kuandika vizuri sana. Yani mwamba kumbe alisoma mwanzo ile dayari. Baadaye muuni huyo moja kwa moja kwa wenzake. Walikuwa na show leo, ila mchizi akafika anaanza kuharibu matangazo yao. Oi msela wangu vipi tena? Yani mimi natengeneza, naimba, napiga gitaa, ila promo na jina unapewa wewe peke yako. Sasa kuna maana gani ya bendi hii? Au kisa baba yako ana pesa, si ndio? Kisa baba yako ana jina. Yani pale kulikuwa ni utata tu. Kuna mmoja kati yao kwenye bendi ni wakishua. Sasa yeye ndo anapewa promo na jina na interview peke yake. Hicho ndicho alichomind jamaa. Oi mwanangu, mimi sijajipendelea, mzee ndo kafanya hivi. Yani pale hakuna anayemuelewa mwenzie. I say cancel show. Siwezi fanya kazi na Krish tena. Poa, nendeni na kuanzia leo tusijuane. Mwamba alijali sasa, kashazinguana na bendi yake na kulikuwa na show hapo na wenzake wamesusa. Akaona it is okay, naenda fanya kazi peke yangu. Mimi mtu wa kazi bana, mbishi kama nikimbishi. Mchizi akapanda on stage, akaseti biti vizuri, akaweka mitambo sawa, akachukua gitaa. Muuni akaanza mwaga melody pale. Muuni kumbe alikuwa so poa na saundi moja hivi hatari sana. Yaani umchukue je melody umweke na Mbosso changanya na Harmonize ndo unampata huyu jamaa. Alikuwa peke yake lakini uwezi amini, alivutia watu wakawa wanasikiliza melody. Watu walifurahi na kushangilia kinoma. Jamaa akamaliza zake show akaingia zake baa kidogo. Sasa kuna huyu best friend yake ambaye alikuwa anasuluhisha ugomvi pale nje, anaitwa KV. Alimfuata msela wake. Oi bro, sisi ni bendi unajua, haukupaswa kuanzisha ugomvi kama vile. Mbona alikuwa kukaa chini na kuwazungumza tu yale? Hasa ona sasa wengine wametukataa. Mchizi alikuwa kamind tu ana hasira, akaingia zake Toi. Oi, kwa hiyo hadi mwanao na ni mind au sio? Baridi naondoka. Mara nasikia vitu vinapigwa ndani, akaona jamaa anajipiga huyu. Oi Krish, fungua mlango, unataka ujiue?
huyu au? Mara anatoka demu chooni. Kumbe mchizi alikuwa ameenda kupiga kimoja hivi cha fasta kwa Kiba Ahmed. Okay, kesho yake KV alimchukua besti yake. Oi, sasa leo kuna dili. Umemwona yule Dully Sykes? Anataka arudi tena kwenye mziki maana alipotea. Sasa anatafuta mtu akumwandikia nyimbo na kumpa melody atoe hit song. Nishaongea na management yake. Nimechukua hilo dili tupige mtu wangu. Krish yeye alikuwa ni msanii mzuri sana ila wa chini mdogo kabisa ajulikane. Hana promo wala nini. So leo kapata dili la kutunga nyimbo kwa ajili ya msanii mkubwa. Jamaa akakubali ila kwa sharti moja. Na yeye apewe promo au ahusike kwenye kolabo. Haki sawa 50-50. Meneja wa Dully akakubali, haina noma. Lakini udhaifu wa Krish ni kuandika mistari. So anahitaji muda kidogo kwenye hilo. Melody na kuimba ni jambo jepesi sana kwake. Mara kidogo mwamba anamuona binti Vaani kati waandishi wa habari waliokuwa wamezuiliwa pale nje. Akaamua aende amfuate. Oi, mfungulie huyo binti. Binti akapita wala hana story na yeye. Yeye shida yake ya kufanya interview na msanii wao hapo, Dully Sykes wa Kihindi, ili aajiriwe kazini kwake. Kama kawaida alikisahau kidali chake mikononi kwa mwamba. Wewe ndo mwandishi wa habari unataka kufanya interview hapa? Samani, msanii wetu yuko busy kwa sasa kuandaa kazi mpya. Njoo baada ya miezi miwili. Binti alishiwa pozi kabisa. Lakini ghafla akasikia nyimbo mistari kama anaijua hivi. Mchizi bana ile mistari aliandika binti kwenye diary yake. Mwamba akaitungia melody hapo hapo anaimba unaambiwa. Kama kawaida mchizi ana sauti ya manukato. Akiimba tu watu lazima wavutiwe naye. Ni makofi tu na shangwe. I say nimependa sana. Ila mbona hujamalizia mistari? Mchizi akajibu, sijui mistari inayofuata kwa sababu aliandika ni yule pale. Mimi nimetoa melody tu hapa. Binti alibaki anashangaa tu. Vaani alirudi kwenye kampuni yake na kuambia kuwa ameambiwa shirikiane na Krish Kapoor kuandika nyimbo. Alafu atapewa interview na msanii wao Prince au Dully Sykes wa Kihindi. Okay, kesho yake binti akakutana na kichaa wetu studio. Kama kawaida mzoa kusmoke tu. Naomba uweke sigara pembeni tufanye kazi. Moshi huwa siupendi. Mchizi akaona poa. Na pia kama utojali usitumie lugha za matusi kwangu tafadhali. Mchizi nalo akakubali. Okay, sasa wewe andika mistari hapo. Mimi nitatia voko na kuimba. Tena itakuwa vizuri tuendelee na nyimbo ya jana. Binti akasema, mimi mistari inayofuata sijui, nilichana karatasi nikatupa. Pia sikumbuki niliandika nini. Mimi uwaga naandikaga tu basi. Oi, ndio unazidi kwenda nyinyi. Haya sasa binti akifungua diary yake tu ni kama anajikumbusha alivyoachwa. Anakumbuka maumivu aliyopitia. Yaani kiufupi binti kama umemwona kipindi chote hiki, akili yake haipo sawa. Alishindwa kuandika chochote kile. Samahani nimeshindwa kuandika chochote. Kwa nini? Ubongo wangu umeganda. Sijisi comfortable hapa. Pako kimya sana. Kuda deki zako. Mchizi akawasha mziki. Haya hakuna makelele, andika sasa. Binti akaona mambo ya babi mimi siwezi. Ngoja niondoke tu. Mzozano ukaanza pale. Yaani jamaa anamlazimisha binti aandike aache kujisikia. Ila binti anasema hataki kulazimishwa. Anampa pressure sana. Anahitaji sehemu ambayo itampa hata motisha. Haandiki kitu kwa kufosiwa. Kashazoea kuandika kitu akiwa na mudi. Vaani akaanza muelezea jinsi nyimbo inavyoandikwa, sio ghafla. Wewe unadhani wakina Mbosso wanalala na kuamka tu tayari wana nyimbo? Hapana, lazima kwanza upate matukio. Nyimbo inaandikwa toka moyoni, sio akilini tu. Lazima ziwepo hisia za akili na mwili. Jamaa muda wote alipoa na kumtazama tu binti. Okay, nifuate. Moja kwa moja akampeleka mpaka kwenye mchezo anaoupenda, mchezo wa cricket. Haya, njoo jaribu kucheza hapa. Michezo huleta mudi nzuri. Sijui kucheza huo mchezo. Okay, mwamba sasa akaanza muelezea kwa nini yeye anapenda muziki sana. Na akiwa ameboeka sila zake huwa anakuja kuzitulizia wapi. Mchizi anamwambia, ipo siku anatamani aje kuwa msanii mkubwa nchi nzima imtambue, dunia nzima imjue, asiwe kila siku ya kuimba mitaani tu. Licha ya maugomvi yake, ila naye ana ndoto kubwa sana ya kufika mbali. Sasa kipindi jamaa anaendelea kurukaruka pale, binti muda ya mistari ikaja sasa. Akaanza kuandika pale maneno na mashairi. Jamaa akaja akachukua diary. Pale akaanza mwaga voko. Yaani hapa vipaji viwili vilikutana. Vaani ni mzuri wa kuandika maneno matamu, jamaa yeye ni mzuri wa kutia melody hapo hapo na kuimba. Kidume akamchukua mrembo kwenye boda, atulia hapo. Kicha akaanza kuikata mitaa. Binti anakula upepo tu hapo nyuma, moja kwa moja mpaka kwao. Kisha huyu akajikataa. Okay, binti anaandika, anapiga picha, anamtumia mchizi anaendelea kuweka voko. Mdogo alijikuta wanazoeana sana. Urafiki kati yao uliongezeka. Muda mwingi wanatumiwa akiwa pamoja. Mchizi anampeleka binti sehemu mbalimbali. Yes, mtoto wa kitaa bana. Sasa siku moja pita zao, jamaa alimuona mzee mmoja hivi barabarani. Yupo tungi kinyama. Mchizi mudi libadilika hapo hapo. Akageuza boda na kuondoka kwa hasira. Okay, baadaye sasa nyimbo ilikamilika studio. Watu walifurahi sana. Ila mchizi anaonekana hayupo sawa kabisa. Manager anasema, nyimbo ni nzuri, ila tunahitaji kipande cha rapu kidogo kiongezeke. Mweke mistari ya rapu. Mshikaji akili yake ipo hapo kabisa. Inamwaza yule mzee tu iko mbali kabisa. Mchizi akakubali ataongezea. Ila binti alishagundua huyo yuko sawa. Binti alifuata na kumuuliza, "Nini shida? Mbona umekuwa mpole ghafla?" Jamaa anajibu, "Hamna, tufanye mpango tubadilishe mistari kama unavyotaka." "Hapana, mbona nyimbo ni nzuri kila mtu kaifurahia?" "Oi, mimi sijali furaha katika umaskini Vaani. Nahitaji pesa, nahitaji mafanikio, nahitaji umaarufu, sio furaha. Sababu furaha nilishapotezaga kitambo." Jamaa aliongea kwa uchungu hapa. Mara ghafla polisi wanakuja mpaka ndani. "Oya wewe msanii, tufuate nje huko, afisa mkuu anataka kukuona." "Jina lako unaitwa nani kijana?" "Krish Kapoor." "Mbona utaji jina la baba yako? Huna baba wewe? Au wewe Yesu? Baba yako anaitwa nani?" "Ashok Kapoor." "Okay, umemwona baba yako nyuma huko?
kazi yake ni kunywa na kuanzisha vurugu mitaani. Hii leo ni onyo la mwisho, akileta tena vurugu mitaani, yeye na wewe wote ndani. Mchizi akashishua baba yake pale. Kumbe yule mzee alimkimbia ni baba yake na ni cha pombe balaa. Alianza kunywa pombe tokea mkeo alipofariki miaka mingi iliyopita hadi leo. KV kabidi amchukue mzee afanye mpango kumpeleka nyumbani, maana rafiki yake anamjua mwenye akili zake. Msela akaona kudadeki, unambembeleza. Twende huko mzee, si unataka kufa au unataka kunywa, si ndio? Nenda kanywa huko kudadeki zako. Shika na pesa hizo kanywa kama umeishiwa. Nenda kanywa mpaka ufe mzee. Haitoleta maajabu yoyote, haitomrudisha mama wala haitonibadilisha mimi. Kisha jamaa akasepa kwa hasira, hajageuka nyuma. Kipindi chote kibinti alikuwa anashangaa tu. Aisee. Baadaye usiku Vani alijua wapi pa kumpata mchizi. Ni kule kule kwenye mchezo wake. Sasa hapa alielewa kwa nini mchizi alikuwa na hasira, kwa nini mchizi anachukia umaskini sana. Ila kila akimwongelesha jamaa kimya tu. Vani alimwambia, naelewa unavyojisikia, sababu nimeona maumivu yetu yanaendana. Wote tuna vitu ambavyo tukivikumbuka vinatuumiza. Binti naye akaamua muhadithie maumivu aliyopitia ambayo anaishi nao mpaka leo moyoni, pindi ambapo alipoachwa na mpenzi wake aliyempenda. Ila kwa mara ya kwanza yeye ndo alikuja kumuonesha nini maana ya kuishi, sababu alishakata tamaa ya kuishi. Nafsi ilikufa, ulibaki mwili tu. Amemsaidia sana. Siku hizi anafurahi, anacheka na enjoy, kidogo amesahau ya nyuma. Kama utanipa nafasi, na mimi nahitaji kukusaidia usahau ya nyuma maumivu yote uliyopitia. Nipo hapa kwa ajili yako. Jamaa muda wote alikuwa kimya tu, hajaongea neno hata moja. Okay, ila kama utaki pia ni sawa. Binti akataka kuondoka. Mchizi akamuita na kumwambia, help me, nisaidie. Mchizi amepitia maisha magumu mpaka hapa alipofikia. Tokea fariki mama yake kipindi ambapo yupo mdogo. Hiki ndicho kinachomtesa sana akili. Okay, upande wa pili kama kawaida, mzee yupo baa, yeye ni kunywa tu. Sasa akaa anadaiwa pale, akapola waleti yake. Wewe utata ukaanza pale ugomvi. Ghafla msela akatokea. Mwacheni baba yangu, leteni waleti yake, shikeni hela hizi hapa. Binti alijihisi kulia ese. Jamaa akakaa chini na baba yake. Kumbe waleti ile ilikuwa na picha ya mkewe, ndo maana. Jamaa basi tu akawa anamtuliza baba yake pale, huku yeye naye akiwa analia. Basi Krisha alimchukua mzee wake moja kwa moja mpaka kwenye soba, sehemu ambazo watu walioathirika na madawa pamoja na pombe wanatibiwa kwa miezi kadhaa hivi. Pesa aliyotajia kwa ajili ya matibabu ilikuwa ni kiasi kikubwa sana. Jamaa hana hiyo pesa, akaona ngoja aende kwa meneja yake aliingia naye mkataba amsaidie hiyo pesa. Sawa, mimi nitakupatia hiyo pesa, lakini kwa sharti moja. Hii nyimbo uloimba tutampa msanii wetu kama kawaida, ila wewe hutopata haki miliki zozote za hii nyimbo. Tutakutoa kwenye kolabo, hutopata promo zozote zile. Sasa umetusaidia, tumekulipa, ufunge domo lako, sawa? Mchizi akakubali, yeye lengo lake pesa, akatia saini pale. Kwa hiyo jina lake likafutwa kuwa yeye hahusiki, nyimbo sio yake. Baadaye akamchukua binti kumpeleka kwao, huku mwamba na mawazo kinoma yani. Okay, bye. Leo ndo siku yetu ya mwisho kuonana. Mkataba wetu ulikuwa tushirikiane kuandika nyimbo na kuimba basi, ili wewe upate interview yako na tayari ushapata. Mimi nishachukua pesa, mchezo umeishia hapo. Japo sio kitu nilichohitaji, ila hakuna budi nifanye kwa ajili ya mzee. Kila mtu ana furaha sasa, ila sio kwangu. Binti alibaki kumtazama tu kwa huruma, ndoto za jamaa zijatimia. Mchizi akamwaga tu bye, kisha huyo akajikataa. Kesho yake asubuhi wazazi wanafurahi. Mtoto wao kafanya interview na mtu mkubwa kwenye kideo bana. Ila binti hana furaha kabisa yani. Nyimbo ikatoka bana, akiwa ameimba msanii wetu Prince aka Dulisax wa Kihindi. Stage kwani ilikuwa ni shango, ilikuwa bonge jimbo hiti kinoma yani. Ila aliyetia voko mwenyewe yuko pembeni tu. Leo inamuuma, shida yake ilikuwa na yeye apate maarufu. Maana kidogo anasikia kiitwa. Kugeuka hivi ni Vani. Huyu dem vipi? Nilimwambia kae mbali na mimi, tumeshamalizana au? We, mrembo kajileta mwenyewe. Umekosa umaarufu hata mimi pia unikose, sio kweli. Mchizi naye akaona funika, kumbe mwanaharamu apite. Ngoja nijiweke kwa mrembo huyu mwenye sura utamu kama wachachando lokolea ndimu. Asikwambie mtu, hisia ni kitu cha ajabu sana. Kisha akamwadisia sababu za kugombana na bendi yake. Vani akamwambia, wewe ndio mwenye makosa, rudi ukarudiane na timu yako. Msela ni nani sasa akatae? Kashaambiwa na mchumba, akarudi kwa timu yake wawe kitu kimoja. Machizi hawakuwa na noma, na hivi ndivyo tunavyoishi wanaume. Tunagombana asubuhi, jioni tunakula story. KV popote atapoenda mwanawe na yeye yupo. Huyu ni ndugu yake kabisa, familia. Basi binti alifurahi sana. Sasa yeye kazi yake ikawa anawaandikia, jamaa anaimba, huyu anapiga bendi, huyu gitaa, wote kitu kimoja yani. Mapenzi alikuwa ni mageni kwa Krishi, yeye kashazoea one night stand, ila leo sasa muone kapendwa. Nyimbo alizokuwa anaachia mitandaoni sasa zikaanza shika moto kwa kasi sana. Ikawa ni furaha tu, huku penzi limetaradadi. Vani siku hizi muda wote anachekacheka tu. Siku hiyo kama kawaida jamaa akamrudisha demu wake kwao. Kumbe wazazi wake wameona bana mchezo mzima. Halafu jamaa kule kawasha fegi. Naye anashtuka hivi, oho, akaitupa. Binti akuongea kitu, kimya, moja kwa moja anaenda zake ndani. Mwamba akabaki, sijui nimeharibu. Yule nani Vani? Rafiki yako au? Binti kimya, ajibu kitu. Mwanangu, umeanza lini
nini uhuni? Mwangalie kwanza alivyo mtu mwenyewe, tatu masigara, ashakudanganya tayari, si ndio? Baba anakuja kufunga mlango hivi, mwamba huyu hapa akaja akampatia begi binti alilisahau. Huku ndani mama anaendelea kumgombeza mwanawe tu, anaogopa mahusiano alioanzisha. Mchizi naye alikuwa anasikia kila kitu akiwa mlangoni na baba. Sasa binti ghafla alianza kujisikia vibaya kipindi anaendelea kusemwa. Hali ilibadilika ghafla, kazima chini. Baadaye anakuja kushtuka hivi, yuko hospitali na wazazi wake. Krishna alikuwa nje anasubiri. Okay, tumefanya vipimo vyote, yuko sawa kabisa, hakuna tatizo kubwa kwa upande wetu. Inabidi ajitahidi kunywa maji mengi, pia anawashauri muende kwa daktari wa ubongo amcheki ili kujihakikishia usalama wa afya zaidi. Mzee alimind, bi mkubwa akamsema sana mtoto wao. Akamfuata jamaa na kumruhusu akamuone binti. Ila mama hana imani kabisa na huyu kijana. Hataki binti yake aumizwe tena. Nisikilize, binti yangu kateseka sana. Je, utamuoa? Naomba unijibu, utamuoa? Mchizi kimya. Kama huna jibu naomba umwache, usimchezee, nenda kwa wanawake wengine. Mama alikuwa anaongea kwa uchungu huku analia. Mzee akaja, mwacha basi, waache kwanza. Aisee, mchizi limtachi kinoma hii. Akaingia mpaka ndani kumuona binti. Naomba tufanye mpango wa ndoa. Binti alishtuka. Nini? Nataka nikuoe. Kwa sababu naumwa ndio unanionea huruma au? Hivi unaelewa maana ya ndoa wewe? Jamaa akaanza ongea pale. Basi nyamaza, hujui maana ya ndoa. Najua mama ndo amekulazimisha, si ndio? Binti akamkumbatia jamaa pale. Mimi nilifanya makosa mwanzo, sitaki na wewe urudie tena. Nilipoteza ndoto zangu kwa ajili ya mapenzi. So sihitaji na wewe upoteze ndoto zako. Mimi nipo tu. Timiza ndoto zako kwanza, zeni ndo uje kuanza kunioa. Nenda utimize ndoto zako za kuwa mtu maarufu, upate vyote ulivyohitaji. Aisee, binti anaongea huku analia. Jamaa akamkumbatia kwa uchungu sana. Okay, binti akachukuliwa na wazazi wake. Mchizi akawa anaishia kumwangalia tu. Basi Msela na bendi yake walitoka safari kidogo kwenda mkoa kushuti video. Ila kinamna fulani jamaa ana raha kabisa. Wanafika mitaa Ngarenaro, wanakuta shangwe kibao nje. Wanaulizana vipi, kwani tumefanya uhalifu gani? Kisha akaamua pande juu ya gari kwanza. Watu wanapiga makofi tu. Oi kaka, KV mbona sielewi hapa? I say, audio zetu zimekimbiza huko platform zote. YouTube, Spotify tumekuwa namba 1 on trending nchi nzima. Tumeanza kuwa mastaa bro. Jamaa alibaki kuduaa tu huku watu wewe. Ila Msela akili yake haiko sawa yani. Yule meneja wa Duli naye alikuja. Okay, upande wa pili Vani ametoka kufanyia vipimo na mtaalamu wa mambo ya ubongo. Akawa anamuhoji maswali vichache kuhusu lifestyle yake. Okay, tufanye testi kidogo. Rudia kila kitu nitachokisema. Binti akajibu sawa. Okay, mtaa wa VJ Sharma, barabara ya Uhuru Livingstone. Unaweza kurudia nilichosema? Ndio, umesema VJ Sharma, barabara ya Uhuru Livingstone. Daktari akaendelea na maongezi mengine. Kisha akamuuliza, leo tarehe ngapi? Binti ajui leo tarehe ngapi, kasahau. Akamtajia, leo ni tarehe 21 mwezi wa pili. Akamuuliza tena, nimesikia na mdogo wako wa kiume, ana miaka mingapi? Ana miaka 12. Samani, nadhani 13. Lakini subiri. Kweli nimesahau. Unakumbuka mtaa nilokutajia mwanzo? Ni barabara ya Uhuru au ya Kongo? Binti akapatwa na kigugumizi, kashasahau. Basi niambie, nilikwambia leo tarehe ngapi? Aisee, binti kasahau kabisa. Hii sio kitu cha kawaida. Daktari ikabidi ampe majibu yake sasa. Vani, una ugonjwa wa serious wa Alzheimer. Binti akajibu nini? Ndiyo, huu ni ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Mara nyingi huwapata wazee. Ni 0.4% ndio wapata vijana kama wewe duniani. Daktari akaendelea kumwambia, lazima wajulishe wazazi wako. Huu ugonjwa unakuwa kidogo kidogo. Leo unasahau vitu vidogo vidogo, kesho utasahau matukio, mwisho utasahau familia yako kabisa ikiwemo na mpenzi wako. Binti alirudi zake nyumbani kwa mawazo sana. Mara anasikia kuitwa. Krishi huyu hapa. Mbona umezima simu yako leo kutwa nzima? Ulikuwa hujui kuwa leo narudi au? Krishi, kuna kitu nahitaji nikwambie, angalia kwanza hapa. Umeona watu wote walikuwa wananishangilia mimi. Meneja wa Duli alikuja kunisaini. Nishapata mialiko ya interview kwenye ma-TV, ma-radio na show. Yaani kila kitu nilichotaji kimekuwa, lakini sikuwa na furaha kabisa. Unajua kwa nini? Sababu wewe ukuwepo pale, haukuwa karibu yangu. Mwamba alikuwa anaongea kwa uchungu huku machozi yanamtoka. Vaani, wewe ndio ulileta yote haya kwenye maisha yangu. Nilivyovitaka nimepata. Hebu njoo kwanza huku. Yaani Mwamba aliendelea kuyatoa ya moyoni. Binti anabaki anatoa machozi tu. Akili yake iko mbali sana. Anajua ipo siku atamsahau mshikaji na kila kitu. Na hivi Mwamba anavyompenda, sijui itakuwaje. Jamaa alisema, dunia nzima itaenda kunipenda na kutaja jina langu. Ila mimi nakupenda wewe tu, milele na daima na daima na daima. Bana, hapa sasa patamu. Okay, siku inafuata baba nauliza, vipi mtaalamu wa ubongo amesemaje? Binti anaficha na kusema, nipo sawa, hakuna tatizo. Basi binti akaingia zake kazini, huko na mawazo sana yani. Mara kufika tu anapokelea kwa shangwe. Vani, tumepata bonge la mzamini. Ngoja nikutambulishe kwa Mr. Mahesh Lialu. Ni ex wake yule aliyemwachaga siku ya ndoa, ndo amekuja kama mdhamini ndani ya kampuni ya binti. Maana jamaa ana pesa chafu sana. Vani alibaki kuduaa tu, hana la kusema. Yaani kama kushtuka hivi au akili haipo sawa. Jamaa anamuongelesha hivi ila binti kazubaa tu.
Okay Vani, naona uko sawa, ila usikose kuja kwenye pati ya kampuni kesho, sawa? Upande wa pili, baadaye binti alikuwa na mpenzi wake Krishi. Vani, haina jinsi, natakiwa niende, sijui nitarudi lini, ila nahisi ni wiki moja au wiki mbili. Tumepata show nyingi mno mikoa tofauti tofauti. Muda wote huo binti hayupo sawa kabisa kiakili. Nataka kuacha kazi Krishi. Vipi, kuna tatizo lolote? Hamna tatizo, ila naona siku hizi siko sawa na kazini wananivuruga tu, yani sielewi kabisa. Jamaa akawa anashangaa sasa, akauliza, Vani unafanya nini? Huoni napanga nguo kwa ajili yako, utachelewa ndege. Vani, mbona tulishapanga nguo wote pamoja hapa? Oho, binti akashtuka, kumekucha, yani alishasahau. Okay, jamaa katoka zake, washikaji wamekuja kumchukua. Ila subiri kwanza. Vani, uko sawa wewe? Niambie kama kuna tatizo. Mimi niko sawa bana, hem naenda huko, unachelewa. Mwamba akakubali, lakini ana wasiwasi sana, ila hawa wakasepa zao. Baadaye binti akatimba kwenye kapati cha kampuni yao, wanasherehekea kupata mdhamini mkubwa ambaye ni ex wa binti. Mara kidogo jamaa huyu hapa, Vani vipi, mbona umedoa mlangoni hapa? Hebu njoo katikati huku. Mchizi akachukua waini na kumletea binti, wapige story 1 2 3. Ila binti ukimwangalia akili yake haipo sawa kabisa. Mchizi anaendelea na story huku anamshikashika Vani, muda wote kimya, akili kama imeganda hivi. Mara ghafla katabasamu na kuanza kuongea, vipi, tunafunga ndoa lini? Jamaa akacheka, ndoa? Si nilikuacha wewe na mimi nimeoa, ndoa gani unaozungumzia? Wewe umenichumbia mimi au umesahau? Kwa hiyo hutaki kunioa, si ndio? Binti akaanza kuamsha popo pale. Kwa hiyo unajiponya umesahau kuhusu swala letu la ndoa, si ndio? Umepata mwanamke mwingine? Yaani hapa ni kwamba binti kumbukumbu zake zimevurugika, amesahau kila kitu. Anaona kama bado yupo na mahusiano na huyo ex wake. Maeshi mpenzi, yule binti ni nani? Mbona akakushikashika? Hamna mpenzi, yule ni rafiki yangu tu, utani mdogo mdogo. Aiste, binti mbele za watu kaaibika. Akili ndio zikamrejea sasa. Oho, fast akaondoka na kukimbia na kusahau begi chini. Upande wa pili Krisha anapiga simu kimya. Simu ipo kwenye begi kule. Jamaa ndo kafika airport hivyo. Mara ghafla anapokea mhudumu wa kwenye pati. Akaelezewa kila kitu kilichotokea. Mwamba kagaili safari yenyewe hapo hapo. Mbio kumkimbilia Vani. Asikwambie mtu, jamaa kapenda huyu. Moja kwa moja mpaka kwenye hiyo pati. Akaelezewa kila kitu kilichotokea pale. Ile kufungua begi hivi ndo anakutana na makaratasi ya hospitali sasa na kugundua siri nzima ya binti. Mchizi alishajua wapi pa kumpata mpenzi wake. Akamfuata kwa upole kabisa na kuanza piga naye story kama hakuna kilichotokea vile. Niache kwanza, ushajua kila kitu, si ndio? Ndio nimejua. Kwa nini ukiniambia? Ulifikiri sitojua? Sikiliza Vani, kuna madaktari mabingwa duniani. Tutaenda utibiwe. Jaribu kutulia nisikilize. Huu ugonjwa hautibiki Krishi, hakuna tiba ya huu ugonjwa. Naenda kusahau kila kitu mwenzio. Tayari nishaanza kuchanganya mafaili mapema. Nitaenda kujisahau mimi, nitakusahau na wewe. Nakupenda sana, ila naomba upunguze kunijali. Jali ndoto zako. Tupilia mbali kuhusu ndoto zangu Vani. Naweza kuacha ndoto zangu zote, ila sio kukuacha wewe. Nachojali ni kuhusu sasa, kuhusu wewe. Ukipoteza kumbukumbu na kuwekea mpya. Ukinisahau nakuja tena mpya. Ukinisahau tena nakuja tena mpya. Hakuna kitu cha kunifanya nikuache. Nakupenda milele, daima na daima na daima. Okay, wazazi nao walipata taarifa. Daktari akawaambia kwa sasa inahitajika apate free time kama ya mwezi mmoja hivi. Asifanye kazi yoyote, yani kama kuna sehemu ya kuenjoy akaenjoy. Kiufupi apunguza stress na hatakiwi kupewa mawazo yoyote yale akilini. Maana akichanganywa kidogo tu kumbukumbu zinavurugika. Basi wazazi wakaamua mwachie jukumu hilo Krishi, atoke naye safari wakaenjoy mwezi mzima. Mama naye alikunjua nafsi kwa Krishi, maana alikuwa muamini hata kidogo. Alikuwa anaona kama kijana wa ovyo hivi, ila sasa kaamini kweli anania na mwanawe. Okay, hao wakaisha zao wawili tu. Walienda kukodi zao nyumba ufukweni wa bahari huko. Binti alifurahi kweli kupata uhuru sasa na mpenzi wake. Sasa ilikuwa ni full kulabata mpaka kuku waone wivu. Jamaa kila siku asubuhi anaandaa msosi yeye, anamlisha, anamsimamia na dawa atumie vizuri. Kiufupi jamaa aliacha kila kitu, hajali ndoto zake mbele ya mapenzi na Vani. Siku moja Krisha akiwa tayari kashambembeleza binti amelala, simu yake inaita. Kupokea hivi ni masela wake. Akatoka nje kwanza. Oi bro, angalia vibe lilopo huku. Tunauwasha kinoma yani. Tunakubalika, tushakuwa mastaa. Ila shida watu wanakulilia kinoma sana. Wanauliza mbona uonekani? Bila wewe kaka tutatukanwa huku. Msijali, nipeni muda kidogo nitakuja. Poa, ila show ya mwisho usikose kuja. Poa, jamaa kakata zake simu. Kumbe kipindi chote hiki binti alikuwa nyuma yake. Kasikia kila kitu kilichoongelewa. Sasa binti asichokipenda ni jamaa kumjali sana yeye na kuacha ndoto zake za usanii. Yaani apende iko kitu kabisa. Naomba kesho uende kwenye show kwa wenzako. Usijali kuhusu mimi sana. Wewe ni star sasa hivi. Wewe ni sayara. Sayara kwa wenzetu ni ile nyota inaong'aa sana angani na kuzunguka zunguka peke yake. Wewe ni sayara
Krishi, sababu wote tunajua hapa kuna siku nitakusahau tu, utabaki peke yako, utakuwa nyota naangaza kwa wengine, lakini utabaki mpweke. Msela chozi linamtoka, binti anaongea ni ya kweli, sio uongo. Basi kesho mishale ya jioni Krish Kapoor alikuja kwenye show bana, sambamba na binti naye alikuwa karibu yake, anarekodi video. Kwa mbali hivi alimuona baba yake mzazi. Alimshukuru binti, amemsaidia mpaka leo baba yake naye kaacha pombe, kawa mtulivu siku hizi. Vani akawa anampa moyo pale asiogope, sababu mwamba ndo show yake ya kwanza kubwa kuliko. Usijali baby, najua unaenda kuua leo, show yako hii. Mimi utaniona nimesimama pale mbele yako nikikushangilia, hata wakinyamaza nitakushangilia peke yangu. Mchizi akachukua kwanza pale mate ya energy na mizuka, kisha huyo akapanda zake jukwaani, huku binti akiwa anarekodi kwa simu. Sasa binti kipindi anaendelea kurekodi alipigwa kikumbo ghafla, kugeuka hivi na kamera anamuona mtaalamu Mahesh, ex wake bana. I say sasa hapa tayari ubongo umeshtuliwa. Jamaa naye alipomuona alimfuata. Najua unajiuliza nafanya nini hapa. Mimi pia ni mdhamini wa hii show. Kwani wewe unafanya nini hapa? Sasa binti mafaili kichwani akacheza. Nafanya nini? Mimi nimekuja hapa kwa ajili yako, na huyu jamaa hajui kuwa binti ana matatizo ya kumbukumbu. Kumbe bado unanipenda kipindi chote hiki. Binti akamshika mkono na kuanza kuongea yale maneno aliyokuwa anaongea na Krish sio muda mrefu. Akili shavurugika. Upande wa pili huku jukwaani Krish anashangaa. Mbona binti amuoni? Si alisema atakuwa mbele hapa. Wenzake wanashangaa. Mbona jamaa haimbi? Huku upande mwingine Mr. Maisha akaona hii ndio chansi. Alimvuta binti chumbani. Ila binti alikuwa kama msukule, yaani anasikiliza tu anachoambiwa. Mwamba akaanza mchombeza pale. Unajua nimekumisi sana. Unajutia kukuacha. Nilipogundua bado unanipenda leo imenisuta sana. Nataka nirudiane na wewe. Mbona sisi ni wapenzi? Tumeachana lini kwani? Jamaa akamvuta binti kwenye kochi. Taratibu anaanza kumfungua nywele, mabusu, huko anampampa maneno matamu. Binti anajibu, kama usije kuniacha, kama usiniache. Saa ngapi kichaa wetu hayuko ndani? Wewe, nani kakuruhusu ingie ndani? Mwamba aliganda kwanza. Vani, tuondoke nyumbani. We vipi umuoni binti hakutaki? Hajamjua huyu jamaa kuwa akili zake mbili. Alimweka makonde ya nguvu. Watu walijazana wanaambiwa msanii anaua mtu huku. Ghafla binti alikuja na kisu. Mwache nakwambia. Ondoka hapa. Ninampenda mpenzi wangu. Wewe ni nani unakuja kumpiga? Ukisogea hata hatua moja na kuchoma kisu. I say mchiza alibaki analia tu. Krish ile anasogea tu, binti akatia kweli beto la mkono. I say watu wakatawanyika, ishakuwa balaa. Mahesh naye mbio kesi. Vani anataka kumkimbilia, jamaa anamzuia. Binti anapiga kelele aachiwe aende kwa mpenzi wake. Hii situation inauma sana. Msela alibaki kumkumbatia tu. Baadaye alimrudisha binti nyumbani akiwa kazimia hajielewi. Kisha akaenda zake chukua dawa kujitibia lile jeraha alopigwa kisu mkononi na binti. Baba yake alikuja. Uombe hata baba yako nikusaidie. Unajua mwanangu, na mimi nilishafanya makosa kama yako mwanzo. Sikuwa baba bora, nilikuacha tu mtaani kama chokola kwa sababu nilishindwa kumtoa mama yako kichwani tokea alipofariki. Nilishindwa kutimiza majukumu yangu na ndoto zangu kama baba sababu ya mapenzi ya mama yako. Kwa hiyo naomba usifanye makosa kama yangu sababu ya mapenzi. Ikiwezekana wewe kubali tu, uwezi kuwa na binti milele, utaumia tu kila siku. Kisha mzee huyo akaondoka. Usiku ulikuwa mrefu kwa jamaa, mawazo mengi sana. Asubuhi kuna kucha hivi binti anashtuka usingizini. Jamaa alikuwa zake anajiliwaza na piano. Krish, leo ndio siku yako ya show. Ngoja nijiandae twende. Show ilikuwa jana Vani na niliua pia, ulienjoy sana. Samahani nilisahau baby. Basi binti akasogea karibu na Mwamba. Vipi, mbona kama upo sawa? Unawaza nini Krish? Unajua nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi shule. Alikuwa mtu mwenye maisha magumu sana na mabovu. Alipendana na binti mmoja hivi, alitoa kila kitu kwa ajili yake na walipendana sana. Ila kuna siku binti aliondoka mbali sana, mbali ambapo jamaa hata afanye nini hawezi kumfikia sehemu alipo. Binti aliwaza kisha akasema, nitaandika wimbo kwa ajili ya huyo rafiki yako, wimbo mahususi kwa ajili ya huyo mpenzi wake aliondoka. Popote atapousikia lazima atarudi tu. Pasipo kujua jamaa alikuwa anajiongelea mwenyewe hapo yeye na binti. Sorry Vani, inabidi nikutane na wenzangu, kuna kikao. Binti akamzuia na kumwambia, nakupenda sana, nakupenda milele daima na daima. I love you Mahesh. Yaani binti kasahau jina la Krish, anamtaja ex wake. Mchiza na wakati mgumu kweli na huyu binti. Yaani yeye mafaili akicheza tu anamkumbuka ex wake, sio huyu tena. Mwamba alitabasamu tu kisha huyo akasepa zake. Moja kwa moja akaenda mpaka kwa machizi wake. Wanangu, mimi nataka kuacha muziki kwanza kwa muda. Niendeleeni tu kwanza. KV akaona huyu anaongea nini? Krish simama kwanza. Yaani mwanangu kirahisi tunaondoka au sio? Jamaa alipanic, anatamani hata mkate ngumi na kuki yake. Unajua nimekusupport kwenye kila jambo. Leo tunafika tamati tunataka kuacha. Acha ubinafsi kaka. Kumtunza Vani sio jukumu lako, sio mkeo bado yule. Ana wazazi wake, mwache aende. Tuondoke sisi tukatimize ndoto zetu. Vitu vyote ulivyohitaji vinakusubiria huku, ndoto zako, mafanikio yako. Sikia KV, siwezi furahia chochote kile duniani kama yeye hayupo karibu yangu. Hakuna maana kama dunia itataja jina langu wakati yeye hata alikumbuki. Unaelewa mwenyewe, yeye ndo sababu ya mimi kufika hapa. Nipo tayari kuacha mziki, kuacha kila kitu, ila sio yeye. Sawa, nenda.
sitokufuata tena, bye. Wadau nao wakajikataa. Okay, mchizi baadaye kaudi zake home mishale ya jioni, ila anafika ndani binti hayupo, anatoka nje anaita hayupo, sachi kila sehemu binti haonekani. Oho, hili balaa sasa. Wazazi walipata taarifa nao wakatoa taarifa kituo cha polisi kupotea kwa binti yao, na ana ugonjwa wa kupoteza kumbukumbu. Krish wacha hangaike kila sehemu, bado hakuna matumaini. Wazazi nao kuchoka kuhangaika, lakini wapi, hamna kitu kabisa. Huu sasa ulikuwa mtihani mzito sana. Krish ndo alikuwa kichaa kabisa, piga vitu ovyo. Muone akipenda sikwambie mtu. Ila ghafla aliona ile diary ya binti chini. Amemwandikia ule wimbo aliosema atamtungia kwa ajili ya rafiki yake, ambao mtu yeyote akiusikia kama alimwacha mpenzi wake lazima atamrudia popote alipo. Baadaye ghafla mchizi alienda kwa masela wake. Oi, Krish karudi huyo. Mwamba ongee na mtu, anaseti tu mitambo ya kurekodi pale. Wanamshangaa, huyu vipi? Oi, vipi mwanangu? Nataka nirekodi wimbo ambao utakuwa bora, utatikisa dunia nzima. Mjini, vijijini, mapolini, mapangoni, mpaka ndege waimbe. Vaani kokote alipo atausikia tu. Awe anazo kumbukumbu awe hana, sababu yeye ndo aloandika. Najua nitampata tu. Wimbo ulikuwa unaitwa Sayara, nyota iliyotelekezwa. Okay, mwaka mmoja baadaye katika tamasha kubwa nchini India, watu wanaita Krishki. Mchizi bana alikuwa maarufu balaa, watu wanampapa na leo ndo anaenda kupiga nyimbo iliyomtambulisha dunia nzima, watu wakapagaa kwa ajili yake. Mkononi kashika diary ya binti, mpaka leo hajaonekana alipo, na huku jamaa kashakuwa star mkubwa duniani kwa goma alilomwandikia binti Vaani. Mzee akapanda juu ya maiki, machozi yanamlenga, akaanza kuwasha melodi za goma. Watu huko wanashangilia mpaka wanazimia, ila mwenzao anaimba huku akili yake iko mbali sana. Yaani kuna muda yeye mwenyewe anaona mawenge ya taswira ya binti. Mafanikio alipata makubwa sana, ila akiwa mwenyewe hana furaha kabisa. Sometimes anawaza sijui ajiue tu. Alitembea miji mbalimbali, goma ni hilo moja tu, anaamini labda litamfikia binti, ila wapi, hakuna hata matumaini. Okay, jina lilikuwa kubwa sana, wakapata show Uingereza jijini London, mpaka huko na mashabiki unaambiwa. Okay, timu sasa ilifika kwenye jukwaa watakalofanyia show kwa ajili ya mazoezi, ila Mwamba alikaa kwa mbali tukatulia na stress zake. Basi wakawa na play short video za challenge ya goma lao Sayala lililotikisa dunia nzima. Sasa kuna video moja hivi KV alipoiona alishtuka. Oi, stopisha. Akaistopisha na kuizumu ile video. Aisee, kuna mtu kama kamuona hivi. Mwamba naye kwa mbali aliiona, akashtuka. We mbio moja kwa moja mpaka jukwaani kwenye screen. Uwezi amini bana, ni Vaani. Mwamba alishiwa power. Ikabidi sasa ifuatilie clip ile ilishutiwa wapi ili amtafute binti alikuwa akiimba, maana mmoja watu walikuwa wakimsikiliza alikuwepo Vaani. Mchiza kupoa moja kwa moja mpaka sehemu hiyo ambayo inaitwa Manal au Njombe ya mwaka 2050. Ni barafu tu. Alikutana na binti huyo, naye akatoa taarifa kuwa huyo binti anapatikana kule milimani. Msela alijali sasa. Sehemu ya mlima kwake aliona tambalare. Mbio mpaka kwenye hiyo sehemu ambapo alikuwa ni makazi ya shirika la wanawake wasiokuwa na kwao. Okay, akakaribishwa mpaka ofisini na kuanza pewa taarifa. Yes, huyo mtu yupo hapa na mara kadhaa alikuwa na kuongelea sana. Pia ameacha barua, alisema kama ukifanikiwa kufika hapa tukupatie. Mwamba akaichukua barua kuifungua na kuanza kusoma. Krish, najua hapo unaposoma barua hii utakuwa umeacha kila kitu kuja kunitafuta mimi. Kiukweli siku ile uliponiacha niliangalia rekodi kwenye simu, nilikumbuka kila kitu nilichokifanya. Hii iliniuma mno sana, nilijisikia vibaya. Na wewe ulikaa kimya tu kuniambia chochote. Hivyo nikakuandikia nyimbo niliyokuahidi na kuamua kuondoka mbali. Sio kwa ubaya, ila tu sikutaka niendelee kukuumiza kila siku. Najua unanipenda kuliko maelezo, ila pia sikutaka kuharibu ndoto zako. Ila ona sasa, kuwepo mbali kwangu kumekufanya uwe superstar na umetimiza ndoto zako. Hata siku ile niliposikia mtu akiimba wimbo wako, nilikukumbuka sana, nilikumisi mno. Okay, akafunguliwa mlango na kuonyeshwa binti alipo. Yupo katulia zake kwenye benchi peke yake. Tuli, aisee, mlembo kugeuka hivi. Ni yeye bana. Chiza alitabasamu. Hai, naitwa Vaani. We nani mwenzangu? Aisee, binti kama kawaida kamsahau kabisa. Yaani hii ndo kawaida yake. Kuna muda zinarudi, kuna muda anasahau kabisa, akumbuki chochote. Mwamba akaona sio mbaya, akaketi pembeni yake pale. Mimi ni mwanamuziki, natafuta mtu kuniandikia mistari. Hivyo nimepata taarifa wewe ni mwandishi mzuri sana. Basi wakaanza kula story pale. Kama wajuane vile. Binti amkumbuki kabisa Mwamba. Ila mchiza kutaka kuforce kujitambulisha kwa haraka. Alinaye story kwanza mdogo. Baadaye akamchukua kwenda kwenye ule mchezo anaopendaga kuucheza sana. Binti haelewi chochote. Yaani anamuona huyu ni mtu mgeni kabisa kwenye macho yake. Sasa jamaa akaona ngoja, akawa anatamka maneno ambayo alikuwa anapenda sana kuyasema pindi anapocheza mchezo huu. Labda anaweza kukumbuka, ila binti wapi, hamna kitu. Jamaa anaishiwa power. Vaani kakodoa macho tu, amuelewi huyu mtu. Mwamba hakuchoka, akarudia tena na tena mpaka sauti ikaisha. Sasa mara ghafla binti alimuita jina lake Krish Kapoor. Jamaa anageuka hivi, hatimaye
Bana, binti amemkumbuka, kumbe huyu ndio yule mwanaume yake ampendaye. Mchizi alilia sana, alilia mno, akapewa na juisi ya miwa kidogo atulize maumivu. Okay, siku kadhaa mbele jamaa alirudi na binti nyumbani. Hapa hakuna kumzuia tena, moja kwa moja ibada ya ndoa inabidi ifanyike. Mama amini, unaambiwa kuna anayepinga. Sasa jamaa akakubali madhaifu ya binti, hata akimsahau picha zipo, atamuonesha mimi ni mumeo. Yes, na huu ndo ukawa mwisho mtamu kabisa wa filamu inayoitwa Sayara, ambayo imeletwa kwako na msimuliaji wako hapa Chandi Dola Ghost Hard Vocal, sauti ya Dragon. Shout out kwa Steel Gang from DIT Chuma Steel 661. Usiondoke bila kulike, share kwa marafiki, weka comment yako hapo chini, na pia usisahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele kujiunga ndani ya familia EY Movie na uwe wa kwanza kupata recap zetu. Tukutane tena mzigo unaofuata. Bye bye.